Hamjambo mtazamaji wa televisheni Muteba TV, karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa yake Janvier Emmanuel Kaluya, ni kukaribishe kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu Muteba TV, usikose kujabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Vituo vyetu vinapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jiji na tarafa letu la Uvira, ambapo moja kwa moja matangazo yetu yanakwenda kukujia. Leo ni siku ya posho ya tariki 23 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Kwa mara nyingine tena tukaribishe kuweza kuungana nasi katika habari zetu za kila siku. Kuna nambari yetu ya WhatsApp iko hapo chini kabisa. Ukiwa na maoni au pendekezo, usikose kutuandikia moja kwa moja. Ikiwa unahitaji pia tukuweke kwenye grupu letu la WhatsApp, tuko tayari kuweza kuunga kwenye grupu letu la WhatsApp. Na tuanze moja kwa moja na vichwa vya habari ambavyo tutakavyozungumzia kwa siku ya leo. Tutazungumzia kuhusu mauaji ya mwanajeshi mmoja ambaye aliuawa kwa risasi pale maeneo ya Kasenga na mwingine kuweza kujeruhiwa na watu wasiojulikana, ikiwa walikuwa ni majira ya saa 2 za usiku, wakati walioendesha kitendo hicho waliweza kutoweka na kuelekea nafasi isiyojulikana. Mwili wa mtu mmoja uliweza kuogotwa kabisa ukiwa umekatwa kichwa pale maeneo ya mto Mulongwe. Kitendo hicho kimeweza kutokea kabla tu ya mauaji ya mwanajeshi ambaye alifariki pale maeneo ya Kasenga. Tutakwenda kujua mengi kabisa kuhusu visa hivyo vya mauaji ambavyo vinaendelea kuripotiwa katika mji na tarafa letu la Uvira. General Fieka Adui James, akiwa ni moja kati ya viongozi wa wazalendo ambaye anapatikana katika jiji na tarafa letu la Uvira, akwenda kutoa maneno makubwa sana mazito kuhusu wazalendo, hasa akiangazia mkuu wa kijeshi kukataza wazalendo kuingia kwenye shamba la vita na kuwaomba waweze kurudi Runingu. Pia ataja kuwa kuna mshahara wa wazalendo ambao umetolewa na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao bado kabisa haujafika mikononi mwa wazalendo. Pia tutazungumzia kabisa kuhusu mashirika za kiraia ambazo zinaandaa maandamano ya amani ya kumuunga Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi mkono kwa diplomasia ambayo anaendelea kufanya kuhusu kuondoka kwa waasi wa M23. Haya na mengine ni kukaribishe kuweza kuungana nasi mwanzo hadi mwisho. Langu jina naitwa Janvier Emmanuel Kaluya. Niseme asante na karibu kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Moja kwa moja tuanze na habari zetu za mauaji. Mauaji ya kutumia silaha iliweza kuripotiwa katika jiji la Uvira, eneo la pale Kasenga. Kitendo hicho kiliweza kufanyika Avenue Kivu, ikiwa ni hiyo siku ya 4 kuamkia siku ya 5. Majira ya usiku, watu wenye kumiliki silaha walivizia askari hao wawili ambao walikuwa wakipita kwenye barabara nambari 5. Baadaye tu waliweza kuwafyatulia risasi. Mmoja alifariki hapo hapo na mwingine kuweza kuumia, na moja kwa moja walioendesha kitendo hicho waliweza kuelekea nafasi isiyojulikana. Hali hii imeweza kuleta hofu kwa wakaazi wa maeneo hayo ambao bado kabisa walikuwa angali wanaendesha shughuli zao na kuweza kufunga mapema na kukimbia kwa sababu ya hofu baada tu ya tukio ya mwanajeshi huyo ambaye aliyepigwa risasi. Na pia majira ya asubuhi ndipo mwili wa mwanajeshi huyo uliweza kuchukuliwa na kupelekwa kwenye mochwari wa Uvira, ambapo sherehe za kuzikwa bado kabisa hazijaandaliwa na taasisi ya kijeshi. Aliyejeruhiwa anaendelea kupata matibabu kwenye hospitali kuu ya Uvira. Na katika hali hiyo, mwili ya mtu mmoja usiokuwa na uhai uliweza kutwa ndani ya mto Mulongwe. Jambo hili ambalo lilitokea likiwa la kusikitisha, ambalo limesababisha hali hiyo ya hofu katika maeneo ya wakaazi wa Uvira kutokana na vitendo vya mauaji ambavyo vinavyoendelea kuripotiwa kila leo katika mji wa Uvira. Mtu huyo aliuawa na watu wasiojulikana na kuweza kuvua nguo zake na kuziacha kando. Baadaye waligundua mwili wake ukiwa ndani ya maji. Mpaka sasa walioendesha kitendo hicho bado kujulikana, mashirika za kiraia zikiomba sheria kufuata mkondo wake na kufanya uchunguzi walioendesha mauaji hayo waweze kukamatwa na wahukumiwe na serikali.
Tukiwa tunaendelea na taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, James Fyeka Adui akiwa ni mmoja kati ya viongozi wa wazalendo mjini Uvira ataja kutoridhishwa na kauli ambayo iliyotajwa na jenerali wa FARDC katika jimbo la Sud Kivu. Hapa wakati alikuwa na hutuba pale mjini Sange, alitaja kuwa wazalendo wote kuweza kurudi maeneo ya Runingu ambapo serikali itaendelea kufanya kazi zake eneo mbalimbali. Hii imewapa hofu wazalendo, wakiwa wanataja kuwa kila leo jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikuwa ikiomba wazalendo kutoka mjini Uvira ili kujielekeza kwenye shamba la vita kupambana na adui, hasa wakianza kuhofia kwa nini jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linaweza likataja wazalendo kuondoka kwenye shamba la vita. Hapa James Adui pia ataja kuwa kuna pesa ambazo zilizotolewa na government ya Kinshasa kuja kuwapa wazalendo ambazo sasa zinebaki mikononi mwa kiongozi wa kijeshi katika mji wa Uvira, wakiomba serikali kuingilia kati ili waweze kupata mshahara wao. Nina matumaini ya kwamba hii sauti ambayo nimekuja kuitoa kwa asubuhi ya leo, kila mtu ataisikia na kila kiongozi anayeitwa ni kiongozi asikie hii sauti ya mtoto wenu kiongozi James Fyeka Adui. Nitapenda kuiongea hapa, nitaomba mwisikie kwa makini, kesho msikuye sema sikuambiliwa. Napenda kuzungumuza na ninajua mheshimiwa Komandare John ni mheshimiwa wetu. Komandare John najua ya kwamba mimi si mtembele yake, ila atasikilia tu kwa hii vyuma ambavyo niko naongelea eko. Nikusema ya kwamba sisi wazalendo tuna mshangao mkubwa zaidi kupitia Komandare John. Komandare John yeye mwenyewe mumadisikuru yake aliyoitoa Sange alisema ya kwamba pesa za wazalendo ziko na yeyote anajijua ya kwamba ni mzalendo eti aje Runingu ili wapewe pesa zao. Ile video tuko nayo. Uzuni kuona ya kwamba yeye anasema ya kwamba tuache kufuatilia adui, turetire uko plene Maluvungi, turudie nyuma Runingu. Sisi wazalendo hatuwezi tukarudie nyuma pana, ila tuko tunaendelea ndo mbele na tunaomba haki yetu. Kuna mshangao mkubwa ambayo Komandare John kunatufanyizia ambayo hatupendi na hatutaipenda. Yeye kusema ya kwamba tuko tunarudia nyuma na adui iko mbele yetu. Para kusema tukutanane adui eti tuko tunarudia nyuma sisi wazalendo. Kwa nini? Na pesa zetu ambazo alisema ya kwamba iko nazo mfuko yake, pesa za bazalendo yeye Komandare John iko nazo. Kwa nini hazipatii bazalendo? Tujiulize. Ni kuambia tu Komandare John hatuwezi rudia nyuma na pesa zetu atupatie. Zile pesa si zake, pesa za serikali ambayo ilituma kwa ajili ya kumotive wazalendo ili waendelee kufanya kazi. Kwa sababu FARDC iko na kufa mwa hii vita, wazalendo wako na kufa mwa hii vita. Wakati tuligombanaka Munene, Kashekezi, Makobola, Komandare John hakuwa pale, hakukuwaka eko. Tulipoteza na sie watu wazalendo, na mpaka tunapoteza watu wako wanakufa kwa hii vita ya Kongo. Tumempoteza Colonel Davi hapa mplene Kigurwe. Davis alikufa, hakukufia nchi yake. Kwa nini aanze kuonea wazalendo kama na hivi? Sitasema mengi, napenda kutoa hii audio yangu na ninajua Komandare John ataisikia bien. Benye watakuwa pembeni yake bamsukumie sauti ya Fyeka Adui. Mimi mwenyewe niko naongea, aifate tena kwa makini kama vile kiongozi wetu. Musiku ngapi kidogo kutakuwa maandamano ambayo nitakonvoke mimi mwenyewe Fyeka Adui, tena maandamano ya kijeshi, sio ya kirahia. Kutakuwa maandamano yenye nitakonvoke kwa ajili ya Komandare John apane pesa za bazalendo, na nitaomba yule mzalendo halisi, yule mzalendo ambaye alikubali kukufia nchi yake aje kujiunga na mimi wakati nitakapofanya hiyo maandamano. Na nitaomba rahia yetu ya Uvira wakati nitafanya maandamano kusiwe mtu ambaye atatoka mwa nyumba zake, kwa sababu maandamano ya kiserikali ni masasi ndio naliaka tu mwingine.
Maandamano ya kijeshi ya kisoda ni masasi ndio inashinda iko nalia. Umoni maliza siku 5 niko napiga masasi mu Uvira. Mpaka komanda rejo apane haki ya wazalendo. Atupe haki yetu. Hawezi kuona tukamata saa vile batoto, hapana. Danse tuko banaume. Tuko banaume na tunayua piga masasi. Tuko tunagombana na adui. Na yeye iko nagombana na adui. Kwa nini akona tuonea na faranga zetu? Aache kuzipana. Ili message napenda tu kusema kwa wale wazalendo ambao watasikia sauti na wale wazalendo ambao walisema wataunga fyeka adui mkono, waje waungane na mimi. Kutakuwa maandamano rasmi, tena maandamano ya kijeshi ya kupiga masasi mu Uvira, mpaka komanda rejo atuambie kisa gani kenye kinaweza tu atuambie tutoke mplene, eti tuje Runinga atatupatia franga zetu na video yake tuko nayo, na mpaka hivi watoto wetu wazalendo wanaanza kuhangaika. Komanda rejo manake anapenda kutuhangaisha raia, kwa sababu hatutakubali tukufe na njaa, na tuko tunakufia nchi yetu na mali ya nchi na watu wetu. Kama yeye anaona pesa zake zenye walimtumia hata tupatia sisi wazalendo, tutakula kumali ya nchi, kwa sababu tuko na mali mu nchi yetu. Tutakula kumali ya nchi, tutaweka kamba ya kukongola franga kuanzia Makobola mpaka plene yote tuko naweka makamba, na komandare jo hata katala. Umo kieleweke na wenyewe bako kunifoza yulu Kinshasa watayua kisa gani kije kinatuma Uvira tunaiharibisha. Mpaka solution ipatikane tu. Mpaka solution ipatikane tu. Kama komandare jo hapani franga, komandare jo kama hapani franga za bazalendo, tutaweka kamba kuanzia Makobola mpaka mplene. Kila aveni na kamba ya kongola franga, tukule kumali yetu ya nchi ya Kongo. Watoto wetu hawezi shinda kwa wanahangaika, wazalendo wako wanakufia nchi yetu na tuko na mali mu nchi yetu ya Kongo. Message inaituma rahia yetu, msiku ngapi mtaona kibarua nitakapokiandika kia siku nitafanya maandamano, na nikifanya maandamano hakuna mtu wa kupita, hakuna gari itakayopita, na maandamano itakuwa ni kwa sababu ya komandare jo kuima wazalendo pesa zao. Huyo alikuwa ni James Fyeka Adui. Ikiwa tunaendelea na taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Kwa kumaliza taarifa zetu za habari, tumalize na habari hizi za mashirika za kiraia ambazo zinaandaa maandamano ya amani ya kumuunga rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hii siku ya posho ya tariki 23 mwezi wa 5 mwaka 2026. Mashirika za kiraia zote mjini Uvira zinaungana kwa pamoja ili kufanya maandamano ya amani ambayo inayounga mazungumzo pia jitihada za rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi kuhusu diplomasia kuwaondoa waasi wa M23 eneo lote la tarafa la Uvira. Bwija Kelvin, mmoja kati ya mashirika za kiraia, ataja namna gani watakavyoendesha maandamano katika mji wa Uvira. Mimi ni Kelvin Bwija, mratibu wa shirika la kiraia la wazalendo wa Kongomani Sosiko RDC, pia mtafiti wa masuala ya usalama mashariki mwa Demokrasia ya Kongo. Tulipenda kukumbusha raia wote wa Uvira, leo tuko sikia 5, kesho sikia posho, maandamano iko toujours mainteni. Kesho tuko na maandamano, hakuna kazi yoyote kesho asubuhi. Tunapasha tufanye maandamano kesho ya kuonesha sentima yetu ya satisfaction kwa chef de l'etat kwa mambo fulani ambayo iko nafanya kwa ajili ya kurejesha amani mashariki mwa Kidemokrasia ya Kongo. Tujikaze sisi wote, kesho saa 2 wale watu watatokea mu komine Kalundu, tutakutanana ku moske ya Kalundu Kalogota, tunakuya na barabara yote tunaenda kurompwe. Watu watatokea mkomine Kavivira, tutakutanana sote kurompwe, tunakuya ambapo tutashite kumonima kwenye kutakuwa meeting. Tuna apele wa kaaji wote wa Uvira wajikaze, kesho tujiunge pamoja kwa ajili ya kufanya maandamano ya amani ya kusutenire chef de l'etat par rapport ya mademarshe mbalimbali ambayo iko naendelea kufanya kwa kutafuta amani mwinchi yetu ya Kongo. Kwa juu hii Kongo njo nchi yetu ambayo tumeachiwa na mababu zetu, na njo maana kila mwananchi, kila mkongomani kwenye iko anapasha kuwa na esprit patriotique ya kuangalia isi ya kuendelea kutetea nchi ya Kongo.
Kongo. Hii ni nchi yetu kubwa, tunapasha iproteger ma circonstances zote, na pamoja na Mungu tunaitisha wakaji wote wa Uvira, mapastere, mashehe wa revera fulani, tabaka zote za watu tunazitisha kesho, na tunasema kama usalama wa raia utakuwa asire a 100%. Huyo alikuwa ni Bwana Bwija Kelvin. Ni hapa ndipo tunakomesha taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa kupitia televisheni yako Muteba TV ambayo iliweza kuletwa kwenu naye Janvier Emmanuel Kaluya. La ziada sina, nikutakie asubuhi njema na mchana mwema kwako usiokuwa na buguza. Kwaherini.